kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida. Namshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini pia na kwa ajili yangu, kwa kutupa neema tena ya kukutana jioni nyingine. Hatukustahili, tumestahilishwa. Hatukujichagua, bali tumechaguliwa. Ni kwa mapenzi yake tu na neema yake na rehema zake zilizokuwa nyingi kwetu, mpaka ametupa tena neema, tumefika tena jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tuna kichwa cha somo kinachosema roho ya kusitasita. Roho ya kusitasita au moyo wa kusitasita unavyoweza kuwa rango la kumuondoa Mungu katika maisha yako. Roho ya kusitasita au moyo wa kusitasita unavyoweza kuwa mlango wa kufungua kuondoa uwepo wa Mungu katika maisha yako. Moyo wa kusitasita au roho ya kusitasita inavyoweza kuwa mlango wa kufungua kuondoa uwepo wa Mungu katika maisha yako. Mungu alipomuumba mwanadamu alijitambulisha kwa majina tofauti tofauti, na katika majina hayo tofauti tofauti yalikuwa ni mlango wa Mungu kuwa pamoja na mwanadamu. Lengo la Mungu kujifunua kwa mwanadamu na Mungu kukubali kutembea moja kwa moja na mwanadamu. Mungu alijifunua kwa majina hayo kwa kusudi aweze kutembea na mwanadamu kwa nyakati zote. Na ile Mungu kutembea na mwanadamu kwa lugha ya kileo, ndipo tunapozungumza kitu cha pamoja, uwepo wa Mungu. Maana yake uwepo wa Mungu ni ile hali ya Mungu kutembea pamoja na mwanadamu. Kwa Mungu anapotembea pamoja na mwanadamu, tunaita ni uwepo wa Mungu. Na majina ya Mungu aliyejifunua ni yalikuwa yanampa uhalali mwanadamu kutembea pamoja na Mungu kwa kila nyakati. Na ndiyo maana kwa kila nyakati na wakati Mungu alikuwa anajifunua kwa majina. Kwa nini? Mungu anamwambia Musa, jina langu ni Yehova. Tafsiri ya neno Yehova maana yake ni Mungu asiyefanyaje? Asiyeshindwa. Kwa kama ni Mungu asiyeshindwa, kwa hiyo uwepo wa Mungu juu ya Musa utakuwa mkubwa. Kitu gani kinachobeba uwepo? Ni package ya uwepo wa Mungu uliofichwa kwenye jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda sasa. Kwa jina ikawa ni package mojawapo ya kusogeza uwepo wa Mungu karibu na Musa. Kwa hiyo Musa akipita kwenye mazingira ambayo moja kwa moja
yanaweza yakamfanya akakata tamaa. Uwepo wa Mungu kupitia jina la Yehova ulimpa nguvu Musa kupita mahala ambapo kwa macho ya kawaida hawezi kupita. Na ndio maana Mungu anamwambia Musa, jina la Yehova ni special kwa ajili ya nyakati yako. Unazungumza nini? Anamwambia hivi, kwa jina la Yehova sikujulikana kwako. Kwa Mungu leo anajulikana kwako kwa jina la nani? La Yehova. Tunaona sawa sawa? Ila jina hili la Yehova, la Yehova, ukimfuata Ibrahim hajui. Sisi tunaona sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo jina likawa ni mlango. Kama vile Yesu anakuja na jina, malaika anamwambia Mariamu, mtoto atakayemzaa ataitwa Emanueli, yani Mungu pamoja naye, ataitwa Yesu Mwokozi. Tafsiri ya kwamba mahala popote patakapotokea shida na mtu akihitaji msaada uko katika jina la nani? Kwa jina la Yesu limefungua uwepo wa Mungu katikati ya wanaomhitaji nani? Mungu. Kwa hiyo roho ya kusitasita au moyo wa kusitasita ni mlango mmoja wapo ya kuondoa uwepo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Kwa nini? Mungu anasema moyo wa kusitasita sipendezwi nayo. Kwa nini? Unaposikia moyo wa kusitasita au roho ya kusitasita, maana yake kuna mambo mawili ambayo hapa katikati yanamchanganya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake haya mambo mawili, katika haya mambo mawili yanampa nafasi, hayampi nafasi asimame upande gani? Bwana Yesu asifiwe. Leo natamani niweke msingi kidogo. Jumapili nitakuelekeza madhara ya moyo wa kusitasita. Kitabu kinachobeba somo letu ni kitabu cha Wafalme wa kwanza, ile sura ya 18. Tutaangalia sura nzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Moyo wenye kusitasita hauna tofauti na maji vuguvugu. Maana yake yana maji vuguvugu, yana tabia kwa sehemu kuwa moto, yana tabia kwa sehemu kuwa baridi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko anasema hivi, kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura 18 kifungu cha kwanza. Biblia inasema, ikawa baada ya siku nyingi neno la Bwana likamjia nabii Elia katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Elia akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito sana katika Samaria. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, na huyo Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana, kwa kuwa ikiwa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akawatoa manabii 100 akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema hata ikawa baada ya siku nyingi neno la Bwana likamjia nabii Elia likisema, toka uende kwa Ahabu umwambie kwamba kwa nini umeniasi na kuitumikia miungu ya bahari. Elia na Ahabu walikuwa ni watu wa koo moja. Maana yake familia ya mfalme Ahabu ndiyo ilikuwa familia ya nabii Elia. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya kwamba nabii Elia ni mmoja ya manabii waliozaliwa katika jumba za kifalme. Katika nyakati zile
Eliya akiwa nabii, Ahabu akiwa mfalme. Biblia inasema Ahabu alifanikiwa sana. Kwa nini alifanikiwa? Ahabu alimchagua Mungu wa kweli, akaanza kumtegemea yeye na akaanza kutoa sadaka kwa huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuhani na nabii Eliya alikuwepo. Lakini Ahabu alipoamua kwenda kuoa mwanamke katika falme zingine, akaoa mwanamke aliyekuwa anaitwa Yezebeli. Yule Yezebeli akaleta kawaida ya miungu ya kwao. Alivyoleta kawaida ya Mungu wa kwao, akaileta mpaka kwa mfalme Ahabu katika miji ya Samaria, ambao mji wa Samaria kawaida yao walikuwa na mwabudu Yehova, na mfalme aliyokuwepo walikuwa kimwabudu Yehova. Kwa Ahabu akaenda kuoa mwanamke mwingine, akaenda kuoa mke katika falme nyingine. Yule mwanamke akaja katika ardhi za Samaria, ila alivyokuja Samaria, alikuja na miungu yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, unapofunga agano na mtu, unafunga agano na mtu na unafunga na agano na imani yake. Si unaelewa hilo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile anavyoviamini yeye, unafunga navyo nini? Agano. Kama vile unavyoviamini wewe havina nguvu kushinda anavyoviamini yeye, uwe na uhakika anavyoviamini yeye vitakuwa vina nguvu kuliko unavyoviamini wewe. Ahabu alipompokea Yezebeli kwenye maisha yake, akapokea na miungu ya nani? Ya Yezebeli. Kwa Yezebeli anakuja kwenye maisha ya Ahabu, anakuja na miungu ya Ahabu, na ndio maana Ahabu anaanza kusitasita katikati ya mawazo mangapi? Mawili. Kwa nini? Ahabu baba zake walimwabudu nani? Yehova. Tunaona sawa sawa. Na katika jumba la kifalme alizaliwa mfalme, akazaliwa na nabii. Tunaona sawa sawa, ambaye ni Eliya. Manake Ahabu amekuwa baba zake wakina Ahazi wanatoa sadaka kwa Yehova, wanamtumikia Yehova. Wakina Daudi wanamtumikia nani? Yehova. Ahabu kachagua Yezebeli. Yezebeli anakuja na miungu yake. Bwana Yesu asifiwe. Yezebeli anakuja na miungu yake moja kwa moja. Kwa Ahabu anashindwa afanyaje? Ampende Yezebeli na miungu yake, au ili wakwazane na Yezebeli amkubali Yehova, wapatane na nani? Na Eliya. Kwa Ahabu akawa yuko katikati. Sasa Ahabu alichokichagua, alichofanyaje? Alichokichagua akasema, mimi nitakuwa natoa sadaka kote kote. Takuwa natoa sadaka kwa Yehova, takuwa natoa sadaka kwa nani? Kwa Baali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Ahabu Yehova anamtaka, na Yezebeli anafanyaje? Anamtaka. Kwa Ahabu akasema, nitatoa sadaka kwa Baali, nitatoa sadaka kwa nani? Kwa Yehova. Tendo lile Mungu alipoliona, Yehova alipoliona, akaondoka Samaria. Maanake uwepo wa Mungu ukaondoka wapi? Samaria. Biblia inasema Mungu alipomuumba mwanadamu alikusudia kutembea pamoja na nani? Natamani ili ulielewe. Mungu alipokuumba, jambo mojawapo ambalo Mungu alikusudia, Mungu alitamani kutembea na wewe kila hatua, kila uendako na kila utokako. Tunakwenda sawa sawa? Amen.
Maana yake nini? Ili uweze kufanikiwa jambo lolote, maana yake unamhitaji Mungu kwenye maisha yako. Kwa nini? Ukamilifu wa mwanadamu yeyote anahitaji roho ili kumkamilisha, na mambo yoyote ya kibinadamu ili aweze kufanikiwa, tunaona sawa sawa, yanahitaji msaada wa roho. Sikiliza, roho hiyo inaweza ikatoka kwa Mungu, na roho hiyo inaweza zitoke kwa nani? Narudia, mwanadamu yeyote unayemwona, na wewe ukiwepo na mimi kiwepo, hawezi kufanikiwa mwenyewe bila kuwa na usaidizi wa roho, iwe ni katika mambo ya roho au iwe katika mambo ya mwili. Manake mwanadamu yeyote anahitaji roho ili kufanikiwa katika kila hatua anayoipiga. Kwa nini? Mwanadamu yeyote unajijua ya kwamba sio wakamilifu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili tuweze kufanikiwa, maana yake tunahitaji cha kutukamilisha tuweze kufanyaje? Kufanikiwa. Fungua kitabu cha Kutoka, nikuonyeshe kitu kimoja hapa, afu turudi hapa kwenye point. Kitabu cha Kutoka ni sura 28. Kifungu cha 3. Biblia inasema hivi: nawe utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima, niliowajaza roho ya hekima. Nawe utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima, niliowajaza na roho ya hekima, wamfanyie Haruni mavazi, ili kuwa mtakasa alitumikie. Hapa nataka nikuonyeshe kitu gani? Mungu anamwambia Musa, utawaambia watu wote wenye moyo wa nini? Wa hekima, niliowajaza ndani yao roho ya nini? Na ndio maana Biblia inasema hivi, andalio la moyo ni la mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa nani? Okay, maana yake Mungu akija kwenye moyo kwa mtu aliye na moyo wa kichungaji, roho itakayoingia ndani inakamilisha neema ya nini? Ya kichungaji ifanye kazi. Tunakuwa sawa sawa? Aliye na moyo wa kinabii, maana yake Roho Mtakatifu akija anaikamilisha ule moyo wa kinabii, ili uite roho ya nini? Ya kinabii, uanze kutenda kazi kama nani? Kama nabii. Tunakuwa sawa sawa? Kwa hiyo, na ndio maana Biblia inasema roho ya manabii huwatii nini? Tafsiri ya kwamba hakuna roho ya manabii wala ya wainjilisti, roho ni mmoja. Ila Roho Mtakatifu akija ndani ya nabii ataoperate kama nabii. Tunakuwa sawa sawa? Akija ndani ya mwimbaji ataoperate kama nani? Kama mwimbaji. Akija ndani ya mnenaji ataoperate kama nani? Kama mnenaji. Tunakuwa sawa sawa? Tunakuwa sawa sawa? Kwa hiyo mwanadamu yeyote Mungu alimkusudia watembee pamoja ili amkamilishe. Kwa kama mwanadamu asipopata usaidizi wa Mungu, hawezi kufanikiwa kwa kila hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Ahabu akajikuta anapoteza uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu ndio uliokuwa unawasaidia njaa isitokee Samaria. Uwepo wa Mungu katika mji wa Samaria ndio ulikuwa unasaidia mvua zinyeshe kwa wakati, kila jambo lifanyike. Kwa nini? Kwa sababu nchi ulijipambanua ukasema sisi Mungu wetu ni nani? Ni Yehova. Kwa Samaria ilipoingia kusitasita, maana yake walipoingia kwenye mawazo wanamhitaji Yehova, wakati mwingine Yehova wafanyaje? Wanamhitaji Yehova, wanamhitaji na nani? Na Baali. Biblia inasema kwamba
njaa ikawa nzito katika nini? Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njaa ikawa ni nzito. Njaa ilivyokuwa kubwa nzito, Mungu amemchukua Eliya, wamejificha mbali. Ahabu anatoa sadaka kwa miungu mingine. Wakati mwingine anarudi anatoa sadaka kwa nani? Kwa Yehova. Kama alikuwa anatoa sadaka kwa Yehova na alikuwa anatoa sadaka kwa Baali, kwa nini Mungu asingetazama ile sadaka inayokuja kwake akaisaidia nchi? Msikilize. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya ile sura 42 kifungu cha 6 na cha 7, maandiko yanasema hivi: mimi Mungu nimeapa kwa nafsi yangu ya kwamba utukufu wangu simpi mwingine, wala sifa zangu siwapi nani? Sanamu. Sifa zangu mimi, sifa zangu simpi mwingine. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu ni alinyamaza, kwa sababu kama Mungu angeisaidia Samaria, Yezebeli angefurahi akasema kwamba bahari amefanyaje? Tunakwenda sawa? Tunakwenda sawa? Na Yehova, Eliya angesema Yehova amefanyaje? Ametenda. Kwa hiyo moyo wa kusitasita huwa ni mlango wa kuondoa uwepo wa Mungu katika maisha ya mtu. Kwa nini? Usipoweza kufanya maamuzi yako sahihi, usipoweza kufanya maamuzi yako sahihi kwa kila jambo unalokutana nalo, uwe na uhakika ya kwamba kuna mahala unaweza ukamwacha Mungu na msaada wa Mungu ukaukosa. Ngoja nikupe mfano ambao tunakutana nao kwenye jamii zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu kwa kuwa amepambana na shida kwa miaka mingi, anaona ameenda hospitali hana majibu. Tunakwenda sasa, kaenda mahala kakosa majibu, anakwambia kuja nijitupe na kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hakiwa katikati ya kwenye maombi, ila hana mawazo mengine mangapi? Bwana Yesu asifiwe. Akisikia mtu amemletea mti shamba, anakuambia chukua dawa hii, vuruga 1 2 3, fanya itakusaidia. Na kwa kuwa mtu yuko kwenye magumu, tunakwenda sawa sawa, anakuambia ina shida, leta. Kwa hiyo maombi kidogo anaweka na mambo mengine pia anafanyaje? Wewe na uhakika utaratibu huo, hata kama Mungu alikuwa amekusudia kukuponya, hata kama Mungu alikuwa amekusudia kukupambania, hata kama Mungu alikuwa amekusudia kukushindia, ni ataondoka. Sikiliza, shetani hata kusaidia wala Mungu hata kusaidia. Nasema mtumishi, unazungumza nini? Wakati Yezebeli wanatoa sadaka kwa Baali, tunakwenda sawa sawa, na wanatoa sadaka kwa Yehova, Baali hakusaidia wala Yehova kufanyaje? Hakusaidia. Kwa nini? Yehova anajua kitenda, leo atainuka watasema ni Yehova ndio amefanyaje, lakini kuna wengine watasema ni Baali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wengi wanaochanganyaga mambo mawili, wanaochanganyaga madhabahu ya Mungu na wanaochanganyaga madhabahu ya kiganga, mwisho wao unakuwaga mbaya. Kwa nini? Uganga uwasaidii wala Mungu afanyaje? Kwa nini? Unapoenda kwa mganga umejiambatanisha na madhabahu nyingine. Tunakwenda sawa sawa? Kwa ukija kwenye maombi, jambo la kwanza tunavunja kile cha kule. Sio, umeelewa? Kwa unakuwa uko dilema. Kwa unaenda kwa mganga unatoa sadaka, kwa Yehova unatoa sadaka, wewe na uhakika kwamba shetani hata kusaidia wala Mungu hata kusaidia, kwa sababu Mungu amesema utukufu wake hampi mwingine. Kwa nchi ya Samaria ikaingia kwenye njaa kwa muda wa miaka 3 na miezi mingapi? 6. Kwa nini? Ahabu amekubali
kumtumikia ya bahari na amekubali kumtumikia nani? Yehova. Akikutana na Eliya anatamani kusikia neno la Yehova, lakini akikutana na manabii wa Baali na manabii wa Ashera anatamani kusikia Baali anazungumza nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunakwenda sawa? Amina. Tunakwenda sawa? Kwa wanatamani kusikia anazungumza nini Baali. Kwa hiyo Mungu akaiacha Samaria, wakapita kwenye madhira ya njaa, na sio njaa tu, mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Mvua imezuiliwa katika nchi. Kitu gani kinachofanya? Kumbe kinachonyeshea nchi sio miti, kinachonyeshea nchi sio uoto wa asili, kinachonyeshea mvua nchi ni uwepo wa Mungu ulioko kwenye hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakakaa. Biblia inasema ikiwa zimepita siku nyingi sana, Bwana akamwambia Eliya, kajifunue kwa Ahabu ya Baali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Eliya anakutana na Ahabu, Ahabu anamwambia Eliya, ulikuwa wapi mtabishaji wa Israeli? Eliya anamwambia Ahabu, sio mimi niliyowatabisha nani? Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako ndio umeitabisha nini? Kwa nini Ahabu alipata nguvu ya kumwambia hivyo Eliya? Ni kwa sababu alikuwa anatoa sadaka kote kote. Kwa bahari alikuwa anatoa, kwa Yehova alikuwa anafanyaje? Kwa alipokuwa akihitaji kusikia neno la Yehova alikuwa hampati nani? Eliya. Sio, unaelewa? Kwa akamwambia, umetutabisha sana. Akamwambia, si mimi niliyowatabisha, bali ni wewe na nyumba ya baba yako ndio mliowatabisha nani? Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ahabu anamwambia Eliya, kwani mimi nimewatabisha Israeli kwa namna gani? Anasema, umetabisha kwa sababu kwa kuitumikia nini? Bahari, kwa kutumikia miungu mingine, kwa kutumikia Mungu mwingine. Umemwacha Mungu wa baba zako, ukaambatana na Mungu wa mke wako, nao ukamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Sasa Eliya akamwambia Ahabu, nikusanyie Israeli wote Karmeli. Na akamwambia, usiwakusanye Israeli peke yao, nikusanyie na manabii 400 wa bahari na manabii 400 wa nini? Wa Ashera, wanaokula na kunywa mezani kwa nani? Kwa Yezebeli. Nikusanyie wote tukutane nao Karmeli. Bwana Yesu asifiwe. Kifungu cha 21 hiyo Wafalme wa Pili 18, maandiko yanasema, naye Eliya akawakaribia watu wote akasema, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Eliya anawaambia, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Manake nini? Israeli walikuwa wamejifafanua, manake walikuwa kwa katikati wanasita, manake bahari wanamtaka na Yehova anafanyaje? Sasa shida imetokea katikati ni kwa sababu hawajulikani kama ni wa Yehova, hawajulikani kama ni wa nani? Ni wa bahari. Eliya anawaambia, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Hata lini? Anaambia, kama Bwana ndiye Mungu, haya mfuateni, na kama bahari ndiyo Mungu wenu, fanyeje? Fateni. Biblia inasema watu wote wakanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu gani kinachopelekea njaa katika nchi? Ni kwa sababu watu walikuwa na sita.
Maanake wanashindwa kufanya uchaguzi sahihi. Sikani mapenda kuonyesha madhara, ambao madhara ya kwanza yalipatikana kwenye nyumba ya kuhani Eli kwa kutokushindwa kufanya maamuzi. Maanake Mungu akamkataa Eli na kizazi chake. Kwa nini? Feniasi na ndugu yake walifanya mabaya machoni kwa nani? Kwa Bwana. Eli akashindwa kuchagua ambatane na watoto wake au ambatane na nani? Na Mungu. Kwa walikuwa kifanya mabaya, Eli anashindwa kufanyaje? Kuwakemea. Israeli wanaambatana na miungu mingine. Maanake kwa Yehova wanatoa na kwa bahari wanafanyaje? Wanatoa. Kitu kitakachoweza kukusaidia kutembea na Mungu ni kukataa roho ya kusitasita, ni kumchagua. Kama unamchagua Yesu, chagua Yesu. Kama unachagua uganga, chagua uganga. Na kitu ambacho watu mlio wengi mnamwona kama Mungu hafanyi kwenye maisha yenu, hatuna tofauti na watu wa kipindi hichi cha mfalme Ahabu na nabii Eliya. Leo tuna watu ambao wako kwa Yesu, ukiwatazama akili zao na mioyo yao ulizo kanisani, ila akili zao ziko kwenye uganga, akili zao ziko kwa mambo mengine kabisa. Anataka akiwa na shida Mungu amponye, tunakuwa sawa sawa. Akiwa na mambo mengine aende tena kwa mganga. Tena mnajidanganya, mnasema kwamba Mungu amesema jisaidie na mimi nitakusaidia. Hilo andiko halipo kwenye Biblia, hata kwenye Qur'ani halipo. Mungu anasema nimeapa kwa nafsi yangu ya kwamba hakuna. Anasema nilipokuwa naomba mbingu na nchi ulikuwa uko wapi? Mungu anasema hasaidiwi na mtu, hasaidiwi na kitu chochote. Na ndio maana anaitwa ni Elohim, mahali pa juu pa siri palipojitenga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hapa Kristo walio wengi na mnamtafuta Mungu amumpati Mungu, kwa sababu hapa katikati bado hamjafanya uchaguzi sahihi. Maana yake bahari mnamtaka na Yehova mnafanyaje? Mnamtaka. Eliya akawaambia mtasitasita katikati ya mawazo mawili, hata lini? Nisikizeni ndugu zangu, Mungu hachangamani na dhambi. Mungu hachangamani na uongo. Mungu hachangamani na uzinzi. Mungu hachangamani na ulevi. Mungu hachangamani na ufilaji. Mungu hachangamani na ulawiti. Mungu hachangamani na ongo. Mungu hachangamani na rushwa. Manake ukiwa unasali lakini ni muongo, Mungu hakai katikati yako, kwa sababu una jambo mawili usitasita nayo. Manake moyo wako unamtaka Yesu, ila akili zako ni za kumsaliti Yesu. Na ndio maana leo tuna watumishi wa Mungu ambao wanataka kwa Mungu kidogo na kwa shetani kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa Eliya anasema mtasitasita katikati ya mawazo mawili, hata lini? Manake wanahitaji msaada wa Mungu. Manake Mungu ajibu wala bahari ajibu. Maneno tulionayo ni ya kumkaribisha Yesu, ila mioyo tulionayo ndani inamkataa Yesu. Hatumtaki Yesu. Tuna sita katikati. Manake unapo sita, roho ya kusita inaondoa uwepo wa Mungu katika maisha yako, inaondoa msaada wa Mungu katika maisha yako, inaondoa fadhili za Mungu katika maisha yako, inaondoa uponyaji wa Mungu katika maisha yako. Ndio maana Biblia inasema wazi, siku ile itakapofika iliyo kuu na ya kuogofya, kuna watu watasema, Bwana tulitoa pepo kwa jina lako, tulihubiri kwa jina lako,
Yesu anasema ondokeni kwangu, sifanyaje? Siwajui. Hata mlivyofanya hizo kazi sikuzijua. Mnatenda maovu. Kwa nini? Hamna tofauti na nyakati hizi. Wakati Elia ni nabii na wakati Ahabu ni mfalme, watu walikuwa wanamtaka Bahali, watu walikuwa wanamtaka na Yehova. Na ndio maana leo ushangai, mtu ni Mkristo, kiunoni chake amefungwa hirizi. Mtu ni Mkristo, nyumba yake ina mazindiko. Mtu ni Mkristo, mwingine ni mzee wa kanisa, ni mlevi, utazani pombe anapika yeye. Sema sasa mtumishi, si unajua wengine wamekuja. Tukikutana na walevi ambao wajui mlango wa kanisa, tutasema hao tunawabebea kifua mpaka wajue neema ya Mungu. Huyu mwingine anajua mlango wa kanisa, nilisela kanisa, na kwenye meza ya Bwana linashiriki, linakusogeza hapo, linachovya. Yesu anasemaje? Anayenisaliti anachovya nami katika kikombe. Hawa hawajaja gereji, wanajua, wanasitasita katikati ya mawazo mangapi? Mawili. Elia anasema mtasitasita katikati ya mawazo mawili. Hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, fata. Na kama Bahali ndiyo Mungu, fanyaje? Fateni. Biblia anasema watu wote wakakaa kimya. Ahabu amekaa kimya, Yezebeli amekaa kimya. Ila Ahabu kwa Yezebeli anatoa sadaka, kwa Elia anatoa nini? Na ndio maana Elia alipoomba ziletwe ng'ombe 2, manake Yehova alipewa ng'ombe yake kwa ajili ya sadaka, na Bahali alipewa ng'ombe yake kwa ajili ya nini? Ya sadaka. Kwa hawa kwa Mungu wanaenda na wanashiriki meza ya Bwana, na kwa mganga wanaenda, kwa shetani wanafanyaje? Wanaenda. Nisikilize mtu wa Mungu, kama usipoweza kuchagua upande sahihi kwenye maisha yako, utapoteza msaada sahihi kwenye wakati sahihi. Kama usipoweza kuchagua upande sahihi, dunia ya leo na kizazi cha leo ni cha kishamba sana. Kwa nini ni cha kishamba? Mtu anafanya mambo kwa kumwokopa mchungaji wake, labda kwa kumwokopa shehe wake, kwa kumwokopa askofu wake. Kumbe usiwaelewe hao unaowaokopa ni wanadamu kama ulivyokuwa wewe. Yaani hawana hata mbingu iliyoezekwa kwa majani watakao kuwekepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haipo. Ila unashindwa kumwokopa yeye ambaye akitamka leo kufa, unakufa. Ila unawaokopa wanadamu. Ukionekana kanisani, unaonekana ni mtakatifu kana kwamba kesho mbinguni unaenda. Baadaye ukitoka, kumbe kiuno chako kina chale. Hata mganga mwenyewe hajawahi kuchanjwa za hivyo. Na ndio hao wanaonena kwa lugha kwa uongo, wako katikati ya mambo mawili. Sikiliza wapendwa, sio kama Yesu anapozungumza kwamba niiteni nami nitakuitikia, takuonyesha mambo magumu na mazito usiyoyajua. Sio kwamba yule Mungu amelala, hapana. Kinachofanya Yesu asitokee kwako, maana yake hapo katikati una mawazo mawili. Maana yake Mungu anaweza kukuponya. Kuna mtu mshukuru yule mganga aliyokutana naye kule Kabondo ya kwamba amemsaidia. Yesu anaweza kukuponya leo, ukamshukuru kabisa kwamba yule mama aliyoletea mizizi, ndugu yangu, ile mizizi ni kiboko. Yesu anasema hatugawani utukufu na mtu. Na ndio maana kipindi Mungu aliponyanyua watumishi wake, akawapaka mafuta kwa nguvu yake, akawapaka mafuta kwa damu yake, akawatakasa. Waliponyenyua tabia zao, na Mungu akajishusha kwao, akawaacha.
Alipoona tu watu wanapeleka sifa sio kwa Mungu, ni kwa mtu, Mungu aliwaacha. Mungu alifanyaje? Aliwaacha. Mwimbaji mmoja anasema, ukiona unaimba ili watu wakufurahie, ndugu yangu, unajiabudu mwenyewe. Ukitoa ili watu wakusifu, ndugu yangu, umejituza mwenyewe. Ukihubiri ili watu tukupongeze, ndugu yangu, umetoa utukufu. Hiyo ndio sababu ya Mungu kumwacha Shetani, Mungu kumkataa Lusifa. Alitaka abudiwe, alitaka atukuzwe. Maana yake unapofanya jambo na kurudi nyuma kutafuta maoni ya watu, ndugu yangu, umejiabudu mwenyewe. Mungu hayupo, hakai. Tutasitasita katikati ya mawazo madini hata lini? Huku kusitasita ndiko tunaishi kwa hasara duniani. Kwa nini? Ngoja tena umefanya vingine, umerudi tena kwenye toba. Mungu anamwambia Elia, anamwambia kajionyeshe, kwamwambia kwa nini umeniacha na kuitumikia miungu ya nini? Ya bahari. Na ndio maana leo watu hawataki kutubu, wanataka modern gospel. Modern gospel ni aje kanisani awe mtoaji sana, sema ni mtumishi wa Mungu, anakakipaka kutoa. Mpendwa mbinguni, sikiliza, toa sana, ila kama bado na sita kama katikati ya mawazo mawili, hauna tofauti na Ahabu ya kwamba Mungu ni anakutema. Japokuwa wanadamu tutakupigia makofi, ila Mungu ameshaweka X. Kipindi wanadamu wanasema Mungu aiweke roho ya marehemu mara pema peponi, yeye ameshawekaga motori siku nyingi. Kwa nini uwepo wa Mungu haukai? Ni tunasita katikati ya mawazo mawili. Leo iwe homework yako, ni jambo gani linalokufanya unasita, unashindwa kumkaribia Mungu kwa kiwango kile ambacho Mungu anachokihitaji kwako? Unajua mtumishi, mimi nimepita kwenye shida, wameniambia ndio kwenda kwenye hapa shida nitoe sadaka, na ndio maana wengine nawarudishaga na masadaka yenu. Mungu hataki sadaka, anataka kwanza moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anahitaji kwanza moyo wako, anahitaji kwanza nafasi yake. Unajua mpendwa, unajua mimi nimeshatoa sadaka nyingi. Hakuna sadaka yenye thamani kama sadaka ya Yesu Kristo peke yake. Hiyo ndiyo yenye thamani kuliko zote, ambapo ilitolewa ina thamani wake ni vizazi mpaka nini? Mpaka ukamilifu wa dahari. Hiyo bado ina thamani. Tena na wengine wa Kristo mnakosa na aibu. Unajua mtapenda hizi shida hizi sikanifanya nikaenda kwa mganga wa kienyeji kirahisi yani. Yaani hizi shida hizi usione nikakubali nikalala na mume wa mtu ili nipate tu hela. Ndugu yangu, shida ni balaa na Mungu anaondoka. Biblia inasemaje? Avumilie mpaka wapi? Sio umevumilia leo, kesho kadondoka ukasimama. Biblia inasema atakayevumilia mpaka, huyo ndio atakayefanyaje? Atakayeokoka. Kwa hiyo lazima ukague moyo wako. Ni kitu kipi kinachofanya uwepo wa Mungu sikae kwako? Ni jambo lipi linalofanya Mungu asifanyike msaada kwenye maisha yako? Wapendwa, hakunaga kizazi ambacho Mungu amekuchukulia kujifunua kama kizazi hichi na kama nyakati hizi, ila hapati nafasi kwa sababu roho za kusitasita tunazo. Tunasitasita kwa mengi. Yaani kuna wakati unatamani kabisa kusimamia haki ya Mungu,
ila unaona kwamba nikisema nisimamie haki, lile dili nalikosa. Yaani lile dili nalikosa kabisa. Yaani unatamani kabisa ni hapa lazima, lakini injili na muhogo. Bwana Yesu asifiwe. Parokoro anakuambia injili na nini? Na kamba atikii maana. Ila hii ile dini nalikosa. Ko unamtaka Yesu, ila maisha ulionao ni ya kumsaliti nani? Yesu msalabani. Dini likifeli, unarudi tena, Mungu wangu, naomba Baba unisamehe, nipe tena kibali kingine Bwana, tasimama na wewe katika kweli yako. Mungu hayupo, ashaondokaga mbali. Wakati Musa anatembea na Israeli, wao wanaona wanawingu, tumeelewa, usiku wana nguzo ya moto. Mungu ameshawaacha takriban miaka 4 nyuma. Ndio Musa anakuja kushtuka. Anakuja kushtaka kivipi? Wanakutana na maadui wanawapiga. Musa anashangaa. Wingu tunalo. Wingu tunalo. Tunaona sasa. Wingu lipo. Nguzo ya moto ipo. Kwa nini adui anatupiga? Maana yake walibakia na uhalisia, walibakia na wingu, ila uhalisia wa nguvu za wingu zilikuwa hamna. Kama vile leo Wakristo walio wengi wana jina la Yesu, ila nguvu iliyomo ndani ya jina la Yesu ndio hawana. Na ndio maana unalala umeomba, ukilala tu wakavenga wanakuja, ni utatokeshwa maji Rutale mpaka utakoma. Nini? Uwepo wa Mungu haupo. Musa ndipo anamlilia Mungu kwenye kitabu cha Kutoka ile 34. Mungu anamwambia Musa, na Mungu anamwambia Musa, sitakwenda nani kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Anaambia nimewalisheni jangwani kwa mana, lakini nimewanyosheni maji katika mwamba. Nimewatoa katika mikono ya Farao na kuwapitisheni katikati ya bahari ya nini? Ya Shamu. Lakini mnanungunika kwa mambo mengi. Musa anamwambia Mungu, kama usipoenda nasi usitutoe hapa. Hapa tulipofika nafanyaje? Inatosha, usitutoe. Mungu anamuuliza Musa, kwa nini? Anasema kukaa siku moja bila uwepo wako ni sawa miaka 1000 wapi? Kwa sababu wanaangalia miaka 4 ambayo Mungu ameondoka, hawakanaye. Wakaangalia jinsi maadui alivyojitukuza kwenye maisha yao. Na ndio maana nakwambia mtu wa Mungu, ukiona wachawi wanajitukuza kwenye maisha yako, kabla hujaanza kudili na mchawi anayekutesa, anza kwanza kudili na wewe kwanza. Maanake shetani hapati nafasi mahali ambapo hajapewa nafasi. Hilo tembea nalo, ishi nalo. Shetani hapati nafasi mahali ambapo hajapewa nini? Na Yesu anasema msimpe ibilisi nini? Nafasi. Umesita kwa mambo gani? Kitabu cha Mathayo anazungumza, hawa watu wananiabudu bure, mioyo yao iko mbali, wananiabudu bure. Wengine wanaenda kumwabudu Mungu ili siku wakifa wazikwe tu, ila mioyo yao haimtaki Mungu. Na ndio maana sasa hivi wachawi wazuri wako kanisani, walevi kama wako, vizinzi viko, yani kila sampuli ya kila aina imo. Halafu baadaye mnataka taifa uwepo wa Mungu. Anasema chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Swala la kusitasita katikati ya mambo mawili hataki. Anataka kama ni yeye awe yeye, kama ni shetani awe nani? Kwani siku kwenye mitandao kijamii siku tunaona kuna watu wameshajidanafua, anasema bana, mimi ushirika wangu nimekubali kumfuata Mungu. Mwingine anakuambia ushirika wangu nimekubali kutembea na shetani, nimeshajiunga zangu na Freemason.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sasa mtu mmoja anakuambia kama unataka mali za namna hii mbinguni sahau. Mbinguni nini? Sahau. Yaani wewe ndikage tu kwamba huko siendi. Kwa hao watu wa hivyo wanakuwa wamewasaidia watumishi na wamesaidia na kanisa, lakini pia wamemsaidia na Mungu asihangaike nao. Manake mnafanya kazi ya kuhangaisha. Elia anahangaika na Samaria, ila Samaria anahangaika na miungu mingine. Musa anahangaika Israeli, watafikaje Kanaani? Musa yuko juu anaomba kwa ajili yao. Ndiyo kwanza wametengeneza ndama. Wanasema hii ndiyo miungu yako Israeli, iliyokutoa katika nchi ya nini? Ya Misri. Biblia anasema wakatoa sadaka za hiari mpaka sadaka za amani kwenye ndama. Ila kule juu kuna mtu yuko anapambana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna watu wengine ukiwafikisha mahali wanakwambia na huyo ameokoka. Huyu. Kumbe wanajua ana sita katikati ya mawazo mangapi? Manake Yehova anamtaka na dunia bado anafanyaje? Biblia inasema mjue ya kwamba kuipenda dunia ni kuwa adui wa nani? Wa Mungu. Na kuwa adui wa dunia ni kuwa rafiki wa nani? Wa Mungu. Swali la msingi unalotakiwa kwenda nalo na kulitafakari nyumbani kwako, ulalapo na uamkapo, ya kwamba kitu gani kinachoondoa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako? Kama ni dhambi, ni dhambi ipi inayoondoa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako? Hawa watu walikuwa sio wazinzi, walikuwa sio, ila wao wana Mungu kidogo, wana shetani kidogo. Elia alipowaomba sadaka, walileta ng'ombe wangapi? Mmoja wakampeleka kwa Baali, mwingine wakampeleka kwa nani? Kwa Yehova. Walipoambiwa hivi sasa Mungu atakayejibu kwa moto ndiye awe nani? Awe Mungu. Watu wakasema ni jambo zuri. Na ndio maana kuna wengine ni wagonjwa, wana matatizo, ila wanasubiri Mungu atakayejibu kwa nini? Kwa moto awe Mungu. Manake kwa mganga ameshaenda kuchekishia na masharti amefuata, na kanisani tena utaratibu anafanyaje? Kwa atakaa katikati asubirie Mungu atakayefanya, atakayejibu. Swali ni ya msingi unalotakiwa kuondana nalo jioni ya leo, ya kwamba ni jambo lipi linalokufanya unasitasita mbele za Bwana? Ni jambo lipi linalokufanya usitesite, unasitasita? Mungu anakosa nafasi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusimame.